Tukiendelea kusalia hapa hapa nchini Tanzania, Waziri wa Maliasili na Utalii Balozi Dr. Pindi Chana amesema hayo leo bungeni jijini Dodoma wakati akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Kwa mujibu wa Waziri Chana, idadi ya watalii imeongezeka kutoka watalii 780,000 kwa mwaka 2001 hadi kufikia watalii milioni 3.2 kwa mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko la 307%. Aidha, amebainisha kuwa utalii sasa umeendelea kuwa miongoni mwa sekta kuu zinazochangia pato la taifa na ajira kwa Watanzania, hususan vijana na wanawake kupitia huduma za malazi, usafirishaji, uongozaji wa watalii na biashara ndogo ndogo zinazozunguka vituo vya utalii. Pia Waziri Chana ameongeza kuwa serikali itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kukuza utalii wa kiikolojia, utamaduni na fukwe, huku pia ikilenga kuongeza mapato kupitia utalii wa mikutano na matukio makubwa ya kimataifa. Na sasa tumalizie huko Ulaya, ambapo Uingereza na Umoja wa Ulaya wamefikia makubaliano mapya yenye lengo la kuimarisha ushirikiano wao. Mojawapo ya maeneo yaliyopewa kipaumbele katika makubaliano hayo ni sekta ya uvuvi, ambapo Uingereza imeridhia kuruhusu meli za uvuvi kutoka nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya kuendelea kuvua samaki katika maji yake ya bahari kwa kipindi cha miaka 12 ijayo. Hili ni suala ambalo hapo awali lilisababisha mvutano mkubwa wakati wa mazungumzo ya Brexit. Kwa upande mwingine, Uingereza imenufaika kwa kupata makubaliano muhimu yanayohusu bidhaa za mifugo na kilimo, ambapo vikwazo vingi vya biashara vilivyokuwa vikiathiri usafirishaji wa bidhaa hizo kuelekea soko la Ulaya sasa vitaondolewa. Hatua hii inalenga kusaidia wakulima na wavuvi wa Uingereza kupata soko la uhakika. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amepongeza makubaliano hayo na kuyataja kuwa ya kihistoria, akisema amefungua ukurasa mpya wa matumaini kwa wakulima na wavuvi wa taifa hilo. Ameongeza kuwa ni wajibu wa serikali kuhakikisha kuwa makubaliano haya yanaleta tija kwa wananchi wa kawaida. Viongozi wa Umoja wa Ulaya nao wameeleza kuridhishwa kwao na makubaliano hayo, wakisisitiza kuwa yanalenga kudumisha ushirikiano wa kiuchumi na kijamii baina ya pande zote mbili. Wamesema kuwa hatua hiyo inaonyesha kuwa licha ya kuondoka kwa Uingereza kutoka EU, bado kuna maslahi ya pamoja yanayoweza kulindwa kwa mazungumzo na maridhiano. Makubaliano haya mapya yanatarajiwa kuimarisha uchumi wa Uingereza, hasa katika sekta za kilimo na uvuvi ambazo zimeathirika pakubwa tangu Brexit. Na kwa kuruhusiwa uvuvi wa pamoja na kuondoa vikwazo vya kibiashara, wakulima na wavuvi wa Uingereza sasa watapata fursa ya kurejea katika ushindani wa haki katika soko la Ulaya. Mariam Faki, South TV, habari.